nilifurahia sana. Ulikuwa mtu waimbaji wakishika tu nyimbo za vitabu, nyimbo za kwenye vitabu, akianza kuimba wimbo wa kwanza na anazipangilia. Yaache ile tu kwamba umegurupuka umeshika kitabu unaenda na anapangilia wimbo wa kwanza, nionapo amani kama shwari. Akitoka hapo anampandisha tena wimbo mwingine kwamba kama yuko mbinguni. Anampandisha tena wimbo mwingine ameketi na malaika. Anampandisha tena wimbo mwingine yeye ni wa thamani. Anampandisha tena wimbo mwingine yeye ni wa tofauti katika ulimwengu wa sasa. Tayari unamwona machozi yanatiririka. Yaani mwimbaji alikuwa anaimba nyimbo, kabla hajazimaliza nyimbo zote watu wamejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, wanalia kwa machozi. Maana nyingine nyimbo aliyoziimba zimemvuta, ameuchukua ule wimbo. Anapoimba nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, anauliza moyo wake, ni lini umepata shida? Bila Yesu leo hii ungekuwa na shida lukuki, lakini Yesu amekuwemo ndani mwangu, amekuwa ni mfariji. Ndio unaingia kwenye beti salama rohoni, kwamba Yesu aliyekuja ndani mwangu kafanya kuwa salama. Ni salama rohoni mwangu. Tayari unaona Yesu hakuna mwingine zaidi ya wewe. Hayo mawazo yanampeleka mtu akiwa anaimba wimbo, na ule wimbo anatamani aurudie kila wakati. Bwana himiza siku ya kuja. Unaanza kufikiria dunia leo mbovu, ni mbaya. Dunia leo imejaa maovu. Dunia leo kila unapokuzunguka imevaa bukta, iko kifua wazi, imepotea. Mungu njoo, Yesu njoo, umalize dunia yote, mimi niende na wewe. Nionapo amani kama shwari, Bwana himiza siku ya kuja. Unatamani Yesu aje wakati huo huo. Ndio naanza kujifikiria, hivi Yesu neno lililosema la kufumba na kufumbua ni langu au litanikuta nimelala? Njoo sasa. Ndio yale maombi, yale uimbaji, maneno nayoyaimba ndio yanakufanya kuwa na hisia nzito mpaka machozi yanatiririka. Uwepo na shuka, nguvu inashuka, uwepo na shuka na kufunika, unakufunika kwa sababu tayari umekubali kuyachukua yale maneno ya kuimba ukaya